Kuanzisha biashara. Je, umemaliza chuo na mpaka sasa huna ajira? Umepeleka CV zako kila mahali, ajira haipatikani. Sasa inakuwaje? Mimi nitakuelezea njia mojawapo ya kujiajiri, nayo kuwa wakala wa simu. Sasa hii ikoje? Inawezekana unapopita huko mitaani unaona mawakala wa simu wako wengi kwa sasa hivi, na pengine unajiuliza, hivi hawa jamaa wanatengenezaje pesa kwa hii biashara ya wakala wa simu? Kwa maana kuwa huna uhakika kama hiyo biashara ina faida. Sasa kwa sisi tumeamua kufanya hii ni wiki ya biashara ya wakala wa simu. Kwa hiyo tutakuwa na video siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, zote hizo kuzungumzia biashara ya wakala wa simu. Kwa hiyo endelea kuwa nasi mpaka mwisho kwa hii video ya kwanza ya Jumatatu ambayo tunazungumzia biashara ya wakala wa simu. Sasa leo sio soga, leo tunakwenda kwenye hesabu. Nitakueleza kuanzia mwanzo hela au mtaji unaohitajika kuanzisha hiyo biashara, faida unayopata, na hata mwisho kukuambia kama je, hii biashara ya wakala wa simu inakufaa au haikufai, au wewe mwenyewe ufanye uamuzi kama inakufaa au haikufai. Sasa kama nilivyosema, hii ni wiki ya biashara ya wakala wa simu na tutakuwa na video tatu, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, na tutakuelezea mambo yafuatayo. Karibu kwenye How to Start Business Channel, na hapa tunazungumzia elimu ya biashara kwa vitendo, mambo ya kutekeleza na sio nadharia za darasani. Sasa hii ni episodi ya kwanza ya mfululizo wa biashara za wakala wa simu, na leo tutaangalia masuala ya mtaji, eneo na hesabu za faida. Na siku ya Jumatano ambayo tutaangalia video ya pili, tutazungumzia taratibu za kisheria na usajili. Na siku ya Ijumaa ambayo ni ya mwisho, tutaangalia masuala ya ulinzi dhidi ya utapeli na namna ya kukuza miamala. Kama una ndoto ya kujiajiri, hakikisha umesubscribe na kuweka kengele ili upate sehemu zote tatu. Na sasa twende kazini. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kufahamu fursa ya kufanya hii biashara ya wakala wa simu. Sasa tunaangalia jinsi ya kufahamu fursa, na hii zaidi ni hali halisi ya soko. Sasa kwa nini hii ni fursa halisi? Kila siku maelfu ya miamala inapita kwa mawakala: kuweka, kutoa, kulipia bili, kununua muda wa maongezi na kadhalika. Hata kama ni cashless inaongezeka, bado Watanzania wengi hutegemea wakala kuliko benki. Lakini pia kila wiki kuna mawakala wapya wanafungua na kufunga. Tofauti ya wanaofanikiwa na wanaofunga ipo kwenye namna walivyojipanga kabla ya kufungua. Sasa hebu tuzungumzie kanuni ya kwanza. Biashara ya wakala ni mchezo wa volume, sio tume moja kubwa. Huwezi kuwaza kwamba utatengeneza faida kwa miamala kati ya 5 mpaka 10 tu kwa siku. Lengo la kuanza ni kufikia angalau miamala 30 kwa siku ndani ya tangu mwezi wa kwanza mpaka miezi 3 ya kwanza. Sasa hebu tuangalie umuhimu wa kuchagua eneo sahihi la kufanya biashara ya wakala wa simu. Sasa hebu tuangalie uchaguzi wa eneo la kufanya biashara ya wakala wa simu. Usianze kuhesabu mtaji kabla hujajua mahali ambapo utafanya biashara yako ya wakala wa simu. Sasa vigezo vya eneo zuri ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kuangalia mwendo wa miguu mkubwa, au wengine wanasema foot traffic.
Haya ni maeneo kama vile kituo cha daladala, maeneo ya stendi, sokoni, karibu na minadani, shule, college, ofisi za serikali au hata kwenye vijiwe vya bodaboda. 2 ni kuangalia umbali kati ya mawakala. Ukiona kila baada ya mita 5 kuna wakala, jua ushindani hapo ni mkubwa. Usikate tamaa, lakini ulazimishe better service au kutoa huduma nzuri zaidi kuliko hao mawakala waliopo. 3 ni kuangalia tabia ya watu eneo hilo. Kwa kawaida eneo la wafanyakazi hulipa zaidi miamala ya malipo na kutuma. Na eneo la wakulima au wamachinga wengi wanatoa pesa, yaani cash out, baada ya malipo. Hatua ya kutekeleza, yaani assignment ya mtazamaji, chukua siku 1 au 2. Kaa kwenye eneo unalolitaka kwa masaa kati ya 2 mpaka 3 mfululizo. Halafu andika kwa makadirio. Watu wangapi wanaingia kwa kila wakala aliopo? Ni muda gani kuna foleni kubwa zaidi? Na ikiwezekana, ongea na wakala mmoja mkweli akuambie kwa wastani anafanya miamala mingapi kwa siku. Mwisho wa sehemu hii, usiogope kuuliza maswali kwa mawakala waliopo, lakini usijitambulishe kama wewe ni mpinzani wao wa baadaye. Jitaje kama kijana unayetafuta kuelewa biashara ya uwakala. Swala la mtaji nao ni la muhimu sana kwa hii biashara ya wakala wa simu. Sasa ngoja nikuelezee details zinazohusiana na mtaji wa biashara ya wakala wa simu. Sasa tuangalie kwenye swali linaloumiza sana kichwa, nalo ni mtaji wa kuanzia ni shilingi ngapi? Mtaji umegawanyika sehemu kuu 3 kama ifuatavyo. Kwanza ni gharama za maandalizi ya eneo. Sasa hapa kuna kodi ya frame au kibanda kama utatumia kibanda. Kwa hiyo mfano hapa ni kama shilingi 80,000 mpaka 1,500,000 kwa mwezi. Inategemea na mji na mahali unapotaka kufanya biashara. Alafu kuna swala la maboresho, yaani kupaka rangi, mbao, kukarabati dirisha la kaunta. Tuseme hapo unaweza kutumia kati ya 100,000 mpaka 200,000. Swali linalofuatia ni viti. Sasa inaweza ikawa kiti kimoja au vitu viwili pamoja na meza ndogo. Sasa hapo unaweza kutumia kati ya 70,000 mpaka 1,500,000. Lingine ni bango dogo la nje lisilo la kampuni ya simu. Sasa hapa unaweza ukatumia kati ya shilingi 40,000 mpaka 70,000. Sasa hapa tuangalie makadirio ya jumla. Kuna shilingi 300,000 hadi 500,000 kwa maandalizi. Inaweza kuwa juu au chini kulingana na eneo. Sasa suala la pili ni vifaa vya kazi. Unahitaji simu 1 au 2 za kawaida zenye betri nzuri kwa laini za uwakala. Halafu unahitaji pia daftari za kumbukumbu za miamala. Pia unahitaji calculator, kalamu na copybook kwa ajili ya kuweka mahesabu. Pia kama kutakuwa na kabati ndogo ya kufungia pesa ukimaliza kazi, hiyo nayo ni muhimu. Sasa makadirio. Makadirio hapa inakuwa ni kati ya shilingi 1,500,000 mpaka 2,500,000 kutegemea ubora wa vifaa. Kama tayari una simu nzuri, gharama inaweza kupungua. Sasa gharama ya mwisho ni float. Hii ni kama moyo wa biashara. Na hii ndiyo inaua biashara nyingi. Hawakupanga fedha ya float kwa akili. Sasa hilo ni kosa. Sasa mambo ya float inajumuisha vitu vifuatavyo. Kwanza ni pesa taslimu, yaani cash ya kutoa kwa wateja wanaofanya cash out. Pili ni salio la mfumo, yaani e-float kwenye laini za uwakala kwa wanaoweka pesa, yaani cash in.
Sasa mfano wa kuanzia kwa kijana anayefungua mara ya kwanza ni kama ifuatavyo. Pesa taslimu ni 500,000. Alafu hii float kama utatumia mitandao miwili au mitatu ugawanye, hii inakuwa ni 800,000. Sasa jumla ya float ya kuanzia inakuwa 1,300,000. Inaweza kuwa chini au juu kulingana na eneo na uwezo wako. Mtaji wa jumla kwa mfano sasa inakuwa kama hivi. Maandalizi ni 400,000, vifaa ni 200,000, float ni 1,300,000, jumla inakuwa ni 1,900,000. Wapo wanaoanza chini ya 1,000,000 lakini hukosa pumzi ya kushindana. Lengo ni kuonyesha picha halisi. Wewe utaadjust kulingana na uwezo wako. Je, hii biashara ina faida? Sasa hapa nitakuelezea kuhusu faida inayopatikana kutokana na hii biashara. Sasa hebu tuangalie hesabu za faida kwenye karatasi. Tuchukulie mfano wa msingi sana. Miamala 30 kwa siku. Wastani wa tume kwa kila muamala ni shilingi 150. Kuna midogo na mikubwa, tunachukua kama average. Mapato ya tume kwa siku ni shilingi 30 mara 150 ambayo inakuja 4,500. Na kwa mwezi wenye siku 36 za kazi inakuwa 4,500 mara 26, kwa hiyo inakuja 1,17,000. Hapa haujaweka vitu kama mauzo ya vocha, malipo ya bili ambayo huleta tume kidogo lakini ni nyingi. Lakini pia kuna huduma ndogo kama kuwa na photocopy hapo mahali pako pa kazi au hata printer pembeni. Lakini pia unaweza ukauza kalamu na mambo ya stationery pia. Hivyo biashara inakuwa nzito zaidi kadri unavyoongeza miamala na huduma ziwe nyingi. Naona nimekuelezea mambo muhimu ya kuanzisha hii biashara ya wakala wa simu, na karibu ninamaliza hii video. Sasa kabla sijamaliza, pengine tujikumbushe kitu gani nimezungumza. Tumefanya mambo muhimu matatu kama ifuatavyo. Kwanza, nafikiri umeelewa kwa nini wakala ni mchezo wa volume na sio miamala michache tu. Pili, umejifunza namna ya kuchagua eneo kwa kuangalia watu na mawakala waliopo. Tatu, umeona mfano wa mchanganuo wa mtaji hadi kwenye float. Katika video ya Jumatano tutapiga hatua ya pili, na hapa tutaangalia hatua kwa hatua kuhusiana na usajili wa biashara, lakini mambo ya NIDA, TIN, leseni za biashara, makubaliano na kampuni za simu, na jinsi ya kupanga float ili usikose pesa saa za msongamano. Sasa acha comment hapo chini. Je, upo kwenye mji gani au wilaya gani na una uwezo wa kuanzisha mtaji wa kiwango gani kwa sasa? Hilo litakusaidia kujibu maswali kwenye episode ya pili inayokuja. Usisahau kuweka like au share kwa kijana mwingine aliyekwama na CV wakati anatafuta kazi. Sasa tuonane Jumatano ijayo. Mwisho kabisa, kabla sijaondoka, nina wito. Sasa sikiliza wito ambao nataka kukuambia. Sasa kuhusu wito wangu, kwanza na kuuliza swali. Ni sehemu gani ya hii video au ni wapi nimeelezea jambo ambalo limekuvutia sana au limekuhamasisha kiasi ya kuwa uko tayari hata kesho kuanzisha hii biashara ya uwakala wa simu? Lakini namba 2, nielezee wapi umeona kuna changamoto na inaweza ikakukwamisha kuanzisha biashara ya uwakala wa simu. Nielezee na mimi niweze kukusaidia kukupe mawazo.
Namba 3, usisahau kusubscribe. Subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zetu zinazohusiana na jinsi ya kuanzisha biashara zenye mtaji mdogo. Lingine ni swala ambalo naomba ubonyeze hicho button kinachosema like, ili kijana mwenzio naye aweze kufaidika na kuiona hii video. Lakini pia unaweza ukashare hii video na watu mbalimbali ambao unawafahamu. Mwisho kabisa, nawatakia utazamaji mwema wa video zetu, na mimi ni mtayarishaji wa video Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.